Habarini za wakati huu, kwa majina naitwa Clifford Doto Bwile. Kwa majina mengine nafahamika zaidi kama Voli. Ni moja kati ya wahitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini hapa ninazungumza kama mwenyekiti wa kikundi cha UDOM in Blood au umoja ambao unahusisha wanafunzi waliomaliza Chuo Kikuu cha Dodoma. Nipo hapa kwanza kutoa shukrani za dhati kwa wanachama wote wa umoja wetu kwa kuwa pamoja nasi mpaka kufikia leo. Tumetimiza mwaka tangu tuanze. Lakini ukiachana na kutoa shukrani na kuwashukuru zaidi wanachama wa kikundi chetu, kuna vitu vingi au kuna mafanikio mengi ambayo tumeyapata, ukiachana na malengo yaliyosababisha tufanye hichi tunachokifanya. Moja kati ya vitu vilipelekea zaidi tukawaza kuwa na umoja huu ni mazingira yetu sisi wahitimu wa vyuo vikuu, hasa sisi wa UDOM ambao tunafahamiana. Kwanza kutokuwa na urafiki hasa na kwenye masuala ya kifedha, lakini pia na masuala ya kijamii, ndio zilikuwa sababu kubwa zilizopelekea tuwaze kufanya hichi kitu kwa pamoja. Lakini tunamshukuru Mungu, tumefanya kwa uzuri sana, tumefanya kwa ukubwa sana. Kwa lugha nyepesi au ninaweza nikasema kwamba tumevuka malengo ambayo tulikuwa nayo awali, sababu tulikuwa na malengo madogo, lakini naona tumefanya vitu vikubwa sana ambavyo kwa wahitimu ambao wanamaliza au ambao tunakuwa tumeingia mtaani, tukiunganisha nguvu namna hii tulivyofanya, tumefanya kitu kikubwa, na itoshe kusema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa muda huu wa mwaka mmoja tumefanikiwa kuwa na vitu vingi au tumefanikiwa kufanya vitu vingi sana. Mfano mpaka kwa sasa tuna wanachama hai wasiopungua 35. Ukiachana na kwamba UDOM ina wahitimu wengi sana, zaidi ya 10,000 wahitimu, ni wengi sana kila mwaka, lakini sio wote wanaweza wakawa na wepesi au wakawa na utayari wa kushirikiana na wenzao au kuungana na wenzao katika masuala ya kijamii, katika masuala ya kusaidizana, hasa kwenye masuala ya kifedha. Kwa hiyo mpaka sasa kuna wanachama hai 35 na tayari ni mwaka tumemaliza. Kwa hiyo ni moja kati ya mafanikio makubwa sana kuwa na idadi hiyo ya watu. Lakini tumefanikiwa kusaidia wenzetu au wahitimu wenzetu wengi ambao tuko nao kwenye umoja wetu. Wengi tumewasaidia hasa kwenye masuala ya kifedha. Tumetoa mikopo kwa wenzetu, tumewawezesha wenzetu fedha ambazo wanazirudisha tu kwenye kikundi kwa utaratibu, wanazirudisha kwenye umoja wetu kwa utaratibu. Lakini kibinafsi na kipekee sana naona tumefanya kitu kikubwa kwa sababu tumesaidia wanachama, idadi ya watu ambao tumewasaidia au idadi ya wanachama ni zaidi ya wanachama 23 tayari tumeshawasaidia kupitia fedha ambazo tunaweka kidogo kidogo sisi kama wahitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma. Kwa kupitia hiyo kuna wanachama zaidi ya 23. Thamani ya fedha ambayo tayari tumekwisha itoa kwa ajili ya kusaidia wenzetu ni inakaribia milioni 4,098. Tunafika hapo ambao tumeshasaidia wanachama wenzetu, wahitimu wenzetu. Wengine ni masuala ya mitaji, amemaliza anatamani apate 500,000 afanye chochote. Hizi hela tunazokusanya wote tunasaidia hivyo, na anazirudisha tu kwa utaratibu ambao ni mwepesi na ambao ni rafiki sana. Tulianzisha umoja kwa ajili ya kusaidizana, kupunguza pia na msongo wa mawazo. Wengi wanamaliza hata mtaji wa 200,000 unakuwa changamoto, lakini sisi tumefanikiwa kutoa hata hizo 500,000, 300,000, milioni tumefanikiwa kuwapa watu. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu tunajivunia sana na ni mafanikio makubwa. Lakini mafanikio mengine ni kiwango cha fedha ambacho tumefanikiwa kukusanya. Ukiachana na kiwango ambacho tayari kiko mikononi kwa watu ambao tumewasaidia, tumekusanya pia fedha nyingi. Fedha ambazo tumekusanya ni zaidi ya milioni 6. Kwa hiyo umoja wetu umekusanya ndani ya mwaka mmoja, tumefanikiwa kukusanya fedha nyingi sana ukilinganisha na hali ambayo tulihisi wakati tunaanza itakuwa, lakini tunamshukuru Mungu tumeenda kwa uzuri na tunafanya vizuri sana. Lakini kitu kingine ni mambo ya kijamii, masuala ya ndoa, masuala ya watu kupata watoto, masuala ya misiba. Tumefanikiwa kuwagusa wanachama wetu kwa uzuri sana na kwa ukubwa sana. Ndoa zilizotokea sisi ni nyingi, tumefanikiwa kuzigusa, tumefanikiwa kuwachangia wanachama wetu. Lakini ukiachana na hivyo, watu wamejifungua, ukitambua sisi ni vijana, tuko kwenye umri huo wa kuoana, watu kupata watoto, tumepongeza sana.
Pesa ambazo tumezitumia kwenye masuala ya kijamii mpaka sasa ni almost milioni 1,100,030. Ni fedha halisi ambazo tumeshawapatia watu wanapojifungua, wanapopata watoto, watu wanapooa, watu wanapoolewa, ni almost milioni 1,100,030 tayari tumeshafanikiwa kuwasaidia. Kwa hiyo ni vitu tunajivunia sana, Niko hapa kueleza ya kwamba pamoja na malengo yote ambayo sisi tulitamani tuwe nayo tangia awali, wazo lilianzia kwa mtu mmoja, likaja likawa la wawili, likawa la watatu, likawa wanne, taratibu tukaenda likala watu 10, mwisho wa siku mpaka sasa tuko watu 35. Kwa hiyo tunaamini wazo letu ni jema na tunaamini wazo letu litasaidia, litaendelea kutusaidia na kutufariji katika madogo ambayo sisi tunayo. Ukiachana na hayo, sisi tunatumia mkoba, M-Pesa, utaratibu wa M-Pesa, kuna mkoba kule ndio tunatumia kwa ajili ya kusanya hizo 5,500 ambazo tunakuwa tunasaidizana sisi kwa sisi, lakini tunashukuru Mungu tunaenda vizuri na utaratibu wetu unaenda vizuri sana. Rai yangu kwa wana umoja wetu, waendelee kuwa na amani, waendelee kutulia zaidi, waendelee kuwekeza. Umoja wetu unasababisha watu wanakuwa watafutaji sana, kwa sababu wanaamini wanapaswa wafanye kitu kwa ajili ya jamii na wanapaswa wafanye kitu kwa ajili ya wao pia. Kwa hiyo nadhani inasaidia, inatuongezea spirit na mentality za upambanaji, spirit na mentality za kutafuta. Ukijaribu kuzingatia, tuko katika kipindi ambacho ajira zimekuwa changamoto sana, wengi hatuna ajira, wengi tupo mtaani kwa ajili ya tunafanya shughuli nyingine tofauti na zile ambazo tumezisomea. Lakini nadhani umoja wetu unatuweka pamoja na tunakuwa watu sawa, hatujioni kama watu tuliofeli, hatujioni kama watu ambao labda kwa moja ama mbili maisha yamekuwa magumu. Hapana, kwa sababu tunaye msaada, tuna nafasi, unakwama, unajua kabisa nina sehemu naweza nikapiga simu nikasaidiwa haraka. Kwa sisi ni jambo jema na tunashukuru sana. Kwa hiyo niendelee kuhamasisha, mwaka mwingine tunapouanza tukautafute miaka miwili sasa ya umoja wetu, tufanye vizuri zaidi, watu wawekeze zaidi, watu watengeneze zaidi fedha. Kikubwa tunatamani ni vipato vya mmoja viendelee kukua na kurise kadri siku zinavyoenda, na sisi kama viongozi tutaendelea kusimamia kwa ubora na kwa uzuri sana, kuhakikisha kila mmoja anafarijika na ananufaika kupitia umoja huu. Tutahakikisha furaha inadumu katikati yetu. Mambo yote tunafanya kwa utaratibu, mambo yote tunafanya kwa kupata misingi ambayo sisi wenyewe tumejiwekea. Kuna msanii mmoja huyu anaitwa Israel Mbonyi, ameimba wimbo mmoja mzuri sana, huwa nikiusikiliza na farijika na natamani natamani uwe sababu ya sisi kuendelea kufanya mambo pamoja. Anaimba, kuna mara anaimba, waambieni wenye huzuni, anasema tulizeni wenye majeraha, lakini anasema waambieni waje waone. Huyu bwana anakuwa anasema, anasisitiza tuna Mungu mwingi. Kwa hiyo ningekuwa mzuri sana kwenye uimbaji, ningeimba hizo verse labda zisikike, japo naweza nikajaribu vile vile ninapokuwa anasema waambieni wenye huzuni, tulizeni wenye majeraha. Mwishoni kule anasema tuna Mungu mwingi. Ninachoamini kwamba umoja wetu naye Mungu mwingi. Niwahamasishe, niwakaribishe zaidi wahitimu wa Chuo Kikuu cha Dodoma, kwa watakaojisikia kwamba wanaweza kupata utaratibu, wanaweza wakaendelea kuwasiliana na sisi. Tunatamani tupo mikoa tofauti, watu wako mbali, hatuko sehemu moja. Hao watu 35 tumetawanyika Tanzania nzima, lakini tunafanya kwa uzuri japokuwa hatuonani. Niwatakie wakati mwema na kila laheri, na zaidi Mungu afungue baraka mingi sana kwenye mwaka mwingine tunaoenda.